Ndugu zangu wanahabari, kama ambavyo nimezungumza awali kwamba leo hii tunakwenda kwenye tukio kubwa la kihistoria katika timu yetu ya Tabora kwa kuingia mkataba wa miaka 5 na kampuni ya M4 Marketing kutoka nchini Nigeria, kampuni ambayo watakuwa ndio wadhamini wakuu wa timu yetu ya Tabora United. Nafikiri tumekuwa katika misimu miwili sasa, msimu wa kwanza ambao tumepanda ligi kuu na huu msimu wa pili. Tabora tumekuwa kwenye ligi pasipokuwa na sponsorship, na badala yake tumekuwa tukitegemea fedha za wadhamini wakuu wa ligi kuu, lakini pia Azam Media ambao ni wadhamini wa haki za matangazo, lakini pia na fedha kutoka kwa wakurugenzi wetu, kwa maana tunazungumzia Yusuf Kitumbo pamoja na Shaban Dama, lakini pia na sapoti kubwa ambao tumekuwa tukiipata kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Paul Chacha Matiku ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora, lakini pia ni mlezi wa timu yetu ya Tabora. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwa namna gani ambavyo management tumekuwa tukipambana kuhakikisha kabisa kwamba tunafanya kila ambacho linawezekana. Jukumu letu sisi kama management kuona kabisa kwamba timu yetu inasafiri, mishahara inalipwa kwa wakati, wachezaji wanakula, wanalala sehemu nzuri, lakini pia na mahitaji mengine ambayo wachezaji ambao walikuwa wanahitaji kuyapata. Tumekuwa tukitimiza wajibu huo kwa wakati huo ambao tulikuwa hatuna sponsorship. Lakini pia Tabora haina sponsorship. Katika msimu uliopita tumeweza kumaliza katika nafasi 5 za juu. Lakini pia Tabora ambayo haina sponsorship iliweza kununua basi la milioni 500. Basi ambalo tumelitumia katika msimu huu mzima, msimu wa 2024-25 mpaka ambapo tumekwenda kumaliza. Kwa hiyo leo hii tunapokwenda kupata hii fursa ya kuwa na mdhamini wetu huyu M4 Marketing kutoka nchini Nigeria, tafsiri yake ni kwamba watu wameitazama kwa jicho la kipekee zaidi Tabora. Yaani mwekezaji anatoka Nigeria, anakuja kuwekeza katika timu ya Tabora United ambayo inashiriki ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara. Ni kitu kikubwa na tunapaswa kujivunia. Sasa Tabora ilikuwa haina mdhamini mkuu, imemaliza nafasi ya 5 msimu huu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba na imekuwa ina basi nzuri. Kwa hiyo kupitia mdhamini huyu tunaamini kupitia na uwekezaji huu mkubwa ambao umekwenda kufanyika, tunaamini kabisa kwamba msimu unaokuja Tabora tunakwenda kuwa timu tishio. Na ndio maana nilikuwa naambia waandishi wakaanza kunichekesha. Niliwaambia Tabora tumetenga bilioni 5 kwa ajili ya kufanya usajili. Na sio kwamba tunatania, ni serious issue. Kwa maana hizo bilioni 5 zinatoka wapi, tunafanya nini? Ndio hivi sasa tumeanza. Na sio udhamini huu tu peke yake. Bado tuna watu wengine, tuna request nyingine ambazo watu wanatamani kuja kuwekeza katika timu yetu ya Tabora. Kwa hiyo tunaamini msimu ujao Tabora tutakwenda kuchukua ubingwa. Yaani tulikuwa hatuna mdhamini, tumemaliza nafasi 4 za juu na tumefanya vizuri sana. Tumefanya vizuri mno. Kwa hiyo tukiwa na mdhamini sasa, fikiria Tabora haina mdhamini lakini imefanya vizuri msimu huu uliopita. Kwa hiyo this time tuna huyu M4 Marketing. Tunakwenda kufanya kitu kikubwa. Wale ambao wanachukua ubingwa mara 4 mfululizo, wale ambao wanasema sijui hatuchezi mpaka waonee huruma, ndio wanakwenda kuingia uwanjani. Tafsiri yake ni kwamba sisi Tabora sasa tunapokwenda katika huu udhamini, tuna uhakika hakuna timu itakuja uwanjani. Na hisi tutakuwa kuna vikao, lazima vikao vitakuwa vinafanyika kwanza ndio timu iambiwe haya nendeni mkacheze. Lakini tofauti na hapo, kwa sababu tunajua tuna uwezo wa kusajili wachezaji wazuri zaidi ya wale ambao tulikuwa nao msimu uliopita. Sio kwamba wale hawakuwa wazuri, walikuwa wazuri, na ndio maana tumeweza kumaliza nafasi 5 za juu. Kwa hiyo msimu huu kwenye hiyo bilioni 5 tutakwenda kubomoa vikosi vyao pia. Yaani tuna wachezaji wao ambao kwao wanaona ni potential. Tunakwenda kuwachukua. Kwa sababu mchezaji mwenyewe ukimwambia kwamba mkataba huu hapa saini na Tabora, alafu anawaza anaangalia kabisa kwamba kuna 4M Market wako hapa wamekwenda kuwekeza, tafsiri yake anajua kabisa kwamba atapata fedha yake nzuri na ataenjoy maisha kama ambavyo Tabora tumekuwa tukienjoy katika misimu miwili, lakini sasa hivi tunakwenda kuenjoy zaidi kuliko misimu miwili ambayo tumetoka. Kwa hiyo katika mkataba huu jukumu kubwa ambalo tunalo sisi ni kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri, lakini pia na wadhamini wetu wameingia, yani nikisema wameingia mwili mzima wanaelewa. So mtu kaingia mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Au kesho na kesho kuta unamwambia mtu hapana, hauwezi kuendelea, ama anasema hawezi kuendelea na Tabora. Hapana, kwa sababu wameangalia vitu vingi na kuona ni timu ambayo ipo kwenye misimu miwili lakini imekuwa na uwezo mkubwa, kwa hiyo akaona ni heri
twende tukafanye kazi na Tabora United, tuweze kupush timu iweze kusonga mbele zaidi, lakini na wao pia waweze kujitangaza. Karibuni kwa maswali. Na hilo, Tabora hatujawahi kushindwa kusafiri. Yaani Tabora hakuna siku ambao mchezaji amesema kwamba leo siendi kucheza, ama leo hatutoki Tabora kwenda Iringa, au hatutoki Tabora kwenda Moshi, kwenda wapi si kwenda wapi, haijawahi kutokea. Kwa maana ukisema kwamba mchezaji anaweza akagoma, kwa sababu swala linalokuja hapa, kwanza anagoma kwa sababu gani? Na mchezaji anaanzaje kugoma mechi za mwisho? Hali ya kuwa tumeanza msimu mwaka jana mwezi wa 8. Kwa zile taarifa tulikuwa tunaziona, lakini unajua siku hizi ili upate followers lazima uizungumzie Tabora vibaya. Yaani huwezi kupata followers kama hujazungumzia Tabora United vibaya. Yaani ni lazima leo hii uibuke na la kwako, kwa sababu Tabora ni special team. Yaani sisi ni special sasa hivi. Umeelewa eh? Yaani ndio nilikuwa nawaambia sisi ni level ya kina Ahali huko, Mamelodi huko. Yaani si ndio level yetu. Kwa hiyo sasa inapokuja mtu ili aweze kwenda mjini, anaangalia Mamelodi ikoje, alafu anakuja kukompea na Tabora. Kwa hiyo lazima izungumzie tofauti Tabora ili aweze kwenda mjini. Lakini sisi hao watu tumeshaanza kuwashughulikia. Hatutaki kutoka public tukasema kwamba tutamshughulikia mtu kwa style hii na hii, hapana. Tumeshaanza kuwashughulikia, na sio kwamba eti tunawachekea, no, tunawashughulikia ili wawe na discipline. Hata kama unataka kupata followers kupitia Tabora, omba kibali kwangu. Sawa? Yaani omba kibali. Bwana leo nataka kuichafua Tabora. Sasa uone kama tunaweza tukakuruhusu ama la. Kwa sababu sisi tumejenga hii brand kwa muda mrefu. Na ndio maana watu wanatoka Nigeria wanakuja kuinvest na Tabora. Kama ingekuwa Tabora ni timu ambayo haieleweki, ni timu ya ujanja, ni timu ambayo haina system nzuri, sidhani kama hata pipi tungeweza kudhaminika hata kwenye pipi. Na msimu uliopita sisi tumepata udhamini wa madawa pamoja na vifaa tiba kutoka Robi One Pharmacy. Tumaliza naye msimu, na msimu huu pia tutaendelea naye. Kwa hiyo anapoingia mdhamini huyu mwingine M4 Market, anakuja na yeye pia kuongeza idadi ya kina Robi One Pharmacy ambao wamekuwa wakitusupport kuanzia msimu umeanza mpaka tunakwenda kumaliza. Lakini sio peke yake. Tunaamini sasa na tunaalika, na tumia nafasi hii kualika makampuni mengine. Kama ni kutoka Nigeria huko, kutoka South Africa, kutoka Uganda na hapa Tanzania, sisi tunawaalika waje waweze kufanya kazi na Tabora, kwa sababu ukifanya kazi na Tabora ni sawa umefanya kazi na Ahali, umefanya kazi na Mamelodi. Na wewe kama unataka kutambulisha bidhaa yako, tunaamini bidhaa yako itakwenda kutangazika vizuri na hautokuwa na kipengele chochote. Nikija katika thamani ya mkataba ambao tumesaini, hata tukasema kwamba tumesaini mkataba wa kiasi gani. Nafikiri sisi Tabora tuna policies yetu ya namna ambavyo tunaendesha klabu. Hatutaki wale wanaoongeza sifuri mbele. Mtu amesaini mkataba wa milioni 500 na kwambia amesaini mkataba wa bilioni 5. Kwa hiyo sisi hatutaki kuwa hivyo. Sisi tuko real. Kwa hiyo ndio maana kwamba hata kwenye mambo yetu mengi, si mkataba mchezaji miaka mingapi amesaini nini, sisi tumechagua kuto kuweka kwamba figa kwamba sisi tunasaini mkataba wa bilioni 5, bilioni 10. Huo sisi hicho kitu kwetu sisi tumesema hapana. Kwa sababu kwenye mikataba pia kuna kila kitu ambacho kimejieleza. Kwa hiyo sisi klabu pamoja na wahusika, kwa maana hao wawekezaji wetu M4 Marketing, wao kwenye mikataba yetu ambao tumesaini tunajua kabisa kwamba tumesaini kiasi gani, na katika condition zetu za kwenda kuongeza kwamba wao tumekubaliana nini, kwamba sisi tutakapofikia hatua gani, asilimia gani ambayo tuko nayo, kwa hiyo na wao watakwenda kuongeza asilimia. Kwa hiyo ni sawa kama unasaini mkataba na mchezaji. Bwana, ukifanya performance yako vizuri, sisi ukifunga goli moja kila goli tutakuwa tunakupa milioni 5 au milioni 10. Lakini hatuwezi tukaja public tukasema kwamba Makambo tumemwambia akifunga goli tutamlipa kiasi fulani. Kwa hiyo ile inakuwa inabaki kwake yeye pamoja na sisi klabu. Okay, good afternoon ladies and gentlemen. So I'm happy to be here. It's a great opportunity that I'm here, you people with you. I thank God for this day. First of all, I want to take this opportunity to thank Young Africans for winning the league. I congratulate them. And also, I want to congratulate Simba Sports Club for giving a good fight that made the league end on the last day of the league. So kudos to all the two teams, and we hope to have a good league next season, 2025-2026. So I'm very excited and grateful to God for this remarkable day.
the people of Tabora have been praying and looking for this day. So it is a time like this that they were looking for. So a time and season where we can manage our club without any stress-free. Yes, I can say stress-free management of our club. I can recount how it has been managing the club with so many visions, but with no much support from external supports. So we've been managing our club without any support, any external support. So it has been difficult for us. So permit me to officially announce to you, our sports-loving people and media people of Tanzania, that by the grace of God, M4 Markets, in collaboration with Lekki Sports Management Limited of Nigeria, has agreed to partner with our club as the official sponsors of Tabora United for the next 5 years with renewable options. To commemorate these eventful ties, I thank Lekki Sports Management, whom we contacted, and through them, as an agency, in collaboration with the M4 Markets, who are their partners, we managed to get this sponsorship. So I believe it is going a long way to fill the gaps that the team has had in the previous years or the previous seasons that they've been participating on the Premier League. So we believe that going forward, those struggles that have been there will not be there again. So I thank you very much. And at this juncture, I hope you'll join me in welcoming to the podium Mr. King Robinson Dubuisi, the president of Lekki Sports Management. Feel welcome, Mr. Rob. Thank you very much. Everybody, I think this is a great event for us at Lekki Sports, and even from my country, Nigeria, that we have this opportunity to collaborate with Tanzania as a whole. Yes, we talk about Tambora, but Tambora is that of Tanzania. We love the country as a country from Nigeria, and we believe that what we can do to move African football forward is to see how we can support the teams, and in doing that, we can see football, sports in general, moving forward in Africa. M4 Market is just a universal financial institute that supports a lot when it comes to sports. We have our offices in over 50 countries in Africa, in worldwide, and we believe that bringing this is also an opportunity for everyone in Tanzania, East Africa, to benefit from what we have got to offer. Yes, we said we are pleased to enter this agreement, the contract, the sponsorship with Tambora United. We have been monitoring their activity, and we believe giving this assistance or support, we help the team to move forward. It is very remarkable, my CEO, that even with the struggle, you were able to come up in the 5th position. That is not easy. And we want to believe now that the support is there. Can we target taking the league for next season? It is possible. And so we want to see that happen. We are going to give the support as we have decided. And
we don't want to see you struggle again. Yes. Yeah, so there's no much talk. Let's get into action. Let's see the team happy. And let's see football move forward, even in Tanzania. We have plans, and with time, we will be unfolding other sponsorship ideas we have Tanzania. And we don't want to limit it to you people, please. Allow us to also give it to people who merit it. So thank you very much. We appreciate you.